nasikia kukutia moyo na neno hili mapema kabla tujaendelea. Kila maombi unayoomba na shauku ya ndani, usifikiri yamepotea. Hata kama hujaona matokeo kipindi hicho, kuna kipindi utakuja uone matokeo, kumbe ni ya accumulation. Kumbe, nisikiza Gray, achana na wife sasa hivi, nisikize mimi. Kumbe ni mrundikano wa maombi ambao umekuwa unaomba. Sio kama mnanielewa. Hiki kitu nimesikia msukumo nikisema. Kwa sababu saa zingine kuna mtu anasema nilihudhuria ya mwezi fulani sikuona kitu. Nilihudhuria mwezi fulani sikuona kitu. Sijui ushanielewa? Kwa hiyo anaweza kaisi kama hasara. Anaweza kaisi kama ni hasara. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, ni njia hizi wazee wetu walipita wakamuona Bwana. Na hapa mimi nilipo sasa hivi, hapa nilipo, naweza nikaa ushahidi wako kwamba ni njia hizi nilipita nikafika. Ndio maana kijana wangu Greg nikamwambia nigeukie mimi kwanza. Ni njia hizi. Umesikia? Na kwenda mlimani tunaomba na dadi Jesse kila Ijumaa ya Mungu. Tunaingia kwenye maombi ya mkesha kila Ijumaa ya Mungu. Ukituona wiki inayokuja hatuna hata nauli. Kwa nini rahisi kusema unapoteza muda? Kumbe tulikuwa tunafanya investment. Kumbe ilikuwa ni uwekezaji, Pastor Jafet. Ni uwekezaji. Time of prayer is a time of investment. Time spent in prayer is invested time. It's not a lost time. Sasa nyinyi naomba. Ni vijana mnaomba mtafika popote. Sababu hawakujua kwamba ule muda tulikuwa tunaomba, kumbe kwenye ulimwengu wa roho Mungu anahesabu muda unaowekeza kwa ajili ya kuomba. Yeye anahesabu ni investment. Amen. Na investment zote za kimungu zina good return. Zina good return. Nasema zina good return. Zina faida njema. Zina faida gani? Zina faida njema. So nataka kila mmoja aliyekuja kwenye maombi haya ajue kwamba siku zake 5 hazitapotea. Siku zake 5 hazitapotea. Amina. Sababu kuna mwingine yuko hapa anasema nishaomba sana. Omba tena. Omba na sasa hivi tena. Biblia inasema mawingu yakijaa mvua hunyesha. Kwa hata mimi pastor nina hamu ya kuomba tena siku hizi 5. Na naomba Mungu atupe prayer point za moto. Sema za moto. Yes. Tuwekeze kwenye akaunti yetu. Sijui ni mwaka huu ni mwaka jana niliwafundisha kwenye ulimwengu wa roho kila mtu aliokoka ana account. Ni nyie ndio niliwafundisha? Ndio nyie? Kuna wengine wananiangalia ni kama pastor sijawahi kusikia. Wangapi wanakumbuka nilifundisha somo lilikuwa linaitwa kuweka hazina mbinguni? Nikakuonyesha maandiko kwamba kumbe kila mtu aliokoka ana akaunti yake. Amen. Na ile account huwa inajazwa na sadaka unazotoa. Ukitoa hapa wewe nafikiri umemalizana hapa. Sadaka zinapokelewa mara 2. Kama vile fungu la 10 linapokelewa mara 2. Napokelewa hapa na huko. Wale wenzangu niliokuwa nao Nakuru na ile walifundisha hiyo shule. Ibrania 7:8. Hebu nenda Ibrania 7:8. Ili nikuonyeshe kwamba vitu vya kimungu havipokelewi tu hapa. Vinapokelewa hapa na huko. Sema hapa na huko. Okay. Kama mnaingia muingie kama watu waliochelewa. Hii Ibrania 7 anaongelea makuhani. Na anaongelea makuhani wa hapa duniani, lakini anaongelea na ukuhani wa Yesu Kristo kama kuhani mkuu. Sawa sawa? Ukipata muda soma. Amen. Hebu nipe moja kwanza nione. 7:1.
7:1 Ebrania. Okay, nilitaka ili mjue kwamba ni mtiririko wa shule gani inaendelea. Hebu someni kwa sauti. 1 2 3, here we go. Kwa maana Melkizedeki, huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahimu, alikuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki. Akambariki nani? Akambariki nani? Ibrahimu. Unajua mimi naongea na nyie kama wanafunzi wa Biblia, ndio maana sihangaiki. Najua mnajua, si ndio? Chumi, najua mnajua. Hii ni ile habari ya Ibrahimu kutoa fungu la 10. Amina. Si mnakumbuka iko kwenye kitabu cha Mwanzo? Vini, unakumbuka? Sikilize mimi ukumbuke. Kwenye kitabu cha Mwanzo, Ibrahimu alipoteka nyara baada ya kumwokoa Lutu, akateka nyara, alipokuwa anarudi akakutana na Melkizedeki. Melkizedeki ni ajabu. Biblia inasema baba yake hajulikani, mama yake hajulikani. Amina. Alafu Melkizedeki alikuwa amebeba divai na mkate kama sikosema. Ibrahimu alipokutana Melkizedeki alifundishwa na nani sijui. Nafikiri najua kwa sababu Roho Mtakatifu yupo, alikuwa anampa shule, anambia halo, huyo sio mtu wa mchezo, huyo ni kuhani, na sio kuhani mdogo, ni kuhani mkuu. Biblia inasema Ibrahimu akampa fungu la 10. Ndio maana mtu akwambia kutoa fungu la 10 ni mambo ya sheria, mpige kibao cha rohoni. Nilisema mpige kibao, alafu akikusumbua uje uniambie kagundua sheria inaweza kaleta shida na mimi nitashindwa kuishughulikia. Kipindi hiki cha kitabu cha Mwanzo hakukuwa na sheria. Sheria ilikuja kuanza na Musa kwenye kitabu cha Torati. Sawa sawa, ndio sheria zinaanza. Kwa fungu la 10 lilikuwepo kabla sheria, likawepo wakati wa sheria. Wakati wa sheria likahamia kwa kuhani, ufumo wa ukuhani wa Haruni. Sasa mbona ni maombi unaongelea fungu la 10? Na kufundisha maombi wewe na akaunti. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Kwa hiyo akatoa fungu la 10. Amen. Amen. Iko kitabu cha Mwanzo. Sasa mtume Paulo anaileta kwenye kitabu cha Agano Jipya. Maana yake anafunua Agano la Kale tuone picha ya Yesu. Kumbe lile tukio, Jesus was there. Ndio maana ameanza akasema, kwa maana Melkizedeki, huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu. Unajiuliza kuhani wa Mungu ametokea wapi kwenye kitabu cha Mwanzo, wakati tunajua mtu aliyekuwa anamcha Bwana ni Ibrahimu tu. Asema kuhani wa Mungu, Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga wafalme, akambariki. Nenda mstari wa 2. Ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Hiyo si ni fungu la 10? Akatoa Ibrahimu, akatoa fungu la 10. Mwambie mwenzo huo anatoa fungu la 10. Ni kibibilia. Tafsiri ya jina lake, mwambie mwenzo angalia tafsiri ya jina lake. Yaani Melkizedeki, tafsiri yake agree. Tafsiri ya jina lake kwanza ni namba 1, mfalme wa haki. Tena mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa amani. Malizia mwenyewe, ni nani huyo? Sijasikia vibe hapo. Unajua mngeitikia wote Yesu, upako ungeniongezekea. Mfalme wa amani huwa ni nani unayemjua? Mwanangu, unaelewa maandiko? Mbona binti yangu amerudi kwenye yale maandiko kuyaangalia tena? Najua sio mara ya kwanza kuyasikia, lakini level ya ufunuo ndio imeenda juu kwa sababu ya utume, kwa sababu ya upako wa utume.
ukishakuwa na upako wa utume, unaweza ukakatia wana mkate vipande vidogo vidogo kila siku. Kumbe ndo hii. Na hamtaomba mpaka mwelewe. Narudia, mwambie wewe pasa, narudia. Ukielewa utaomba vizuri. Ukielewa utaomba kwa shauku. Ukielewa kukata tamaa kutaondoka. Ukielewa utajua siku zako 5 ni siku za maana. Amen. Amen. Usisahau nilipoanzia. Nimekwambia kila mtu aliokoka ana akaunti. Unakumbuka Na ile akaunti ni lazima uweke. Uweke kitu mle. Ile akaunti inabeba vitu kadhaa kwa mujibu wa Biblia. Inabeba sadaka unazotoa. Kwa sababu kila unapotoa sadaka, kila unapotoa fungu la 10 linapokelewa mara 2. Vitu kimungu vinapokelewa mara 2. Nasema vinapokelewa hapa na huko. Nitakuonyesha kwenye Biblia, usijali. Kingine, akiba nyingine mzee wangu wa kanisa. Akiba nyingine unaweka kule. Ya kwanza tumesema ni nini? Nyewe wana maombi, simtoe sauti. Ya kwanza ni nini? Zinaenda kwenye akaunti yako. Namba 2 ni maombi unayoomba. Maombi ya watakatifu hayapotei. Watu wa Mungu, I want to encourage you. Maombi ya watakatifu hayapotei. Maombi ya watakatifu yanakusanywa. Ukisoma hata kwenye kitabu cha Ufunuo, Biblia inasema ni maombi huwa yanakusanywa, alafu yanatumika kwenye madhabahu ya Bwana. Malaika wanatumia kwenye chetezo. Si mnakumbuka? Alafu maombi ya watakatifu ni perfume ya mbingu. Yaani mbinguni hakunaga deodorant, hakuna sijui perfume. Yaani ya mbinguni ni maombi ya mama haraka. Wangapi ananielewa? Wangapi ananielewa? Yaani hii kutia moyo. Unajua kuna mwingine akiwa naomba anaona kama sijui kama Mungu ananisikia. Mimi maombi yangu sijui kama yana maana. Maombi yangu sijui hata kama ni muhimu. Biblia inasema maombi yako ni perfume ya mbingu. Alafu hawajaelewa. Nikwambia ni nini kinatokea Mungu akisikia harufu nzuri? Nenda kwenye kitabu cha Mwanzo 8. Biblia inasema naye Nuhu alipotoka kwenye safina, amina, akamtolea Mungu nini? Sadaka. Biblia inasema Mungu akasikia harufu nzuri. Mungu akisikia harufu nzuri huwa kuna vitu anafanya. Biblia inasema aliposikia harufu ya kumpendeza, Mungu akasema, kuanzia leo sitailaani tena dunia, wala sitaigarikisha tena dunia, na majira ya kupanda na kuvuna wala hayatakoma. Listen to me, harufu nzuri kishapanda kwenye pua za Mungu, Mungu huwa hanyamazi. Mungu anaachilia baraka, anaachilia neema kwa watu. Moja ya kitu kinaachilia harufu nzuri kwenye pua za Bwana ni maombi yako. Mtu asikwambie maombi yako hayana maana. Tusikwambie kwamba maombi yako hayana maana. Kwa hiyo omba, mpendwa, omba. Nyumbani piga prayer zako. Hali ukijua kadri unavyoomba unaachilia harufu nzuri kwenye pua za Bwana. Unaachilia harufu nzuri kule mbinguni. Na mbingu ikisikia harufu nzuri inafanya inafuatilia ile harufu inakotokea. Inafuatilia hii harufu inatokea pia, namkuta ni churi. Chumi, samani sio churi. Kidogo churi almost. Amen. Kila mtu aliokoka ana akaunti mbinguni. Hiyo tumekubaliana? Kumbuka tu somo la hazina nilifundisha, niliwapa maandiko mengi kwamba kila mtu aliokoka ana akaunti yake mbinguni. Kama vile akaunti ya benki. Hiyo ni mbinguni bank. Sio CRDB bank, sio NMB bank. Sema mbinguni bank. Sema mbinguni bank. Sasa sikiliza nikwambie kitu cha ajabu.
shule ya benki huwezi kuenda kutoa kwanza ambacho hujaweka na ambacho hakimo kwenye akaunti yako. Ni kweli? Unaweza ukaenda leo NMB ukasema nimepita karibia na hii benki, nimeona rangi zinapendeza sana, hebu nisaidieni $300,000. Swala kwanza, una akaunti hapa? Ndio swali litaulizwa, si ndio? Una akaunti hapa? No, akaunti hamna, lakini si benki ndio hela huwa zinakaa. Kwamba si huko, si hela zipo tu huwa zinakaa. Hauchukui kwa sababu ziko tu, sababu zina wenyewe. Kuna mtu sasa hivi ninavyoongea, thank you Holy Spirit, naona anapokea neema ya kuomba kusiko kwa kawaida. Sikiliza, ninavyoongea namna hii, kuna mtu anapata ufunuo wa kimaombi kiasi kwamba sema hivi kumbe. Sikiliza, huwezi ukavuna ambacho hujapanda. Biblia inasema Mungu hadhihakiwi, apandacho mtu ndicho avunacho. Maana yake ni nini wapendwa? Mbinguni kuna akaunti yako, na hiyo akaunti, narudia tena, nilifundisha kwenye somo la hazina, jiweke hazina mbinguni pamoja. Mwezi huo ilikuwa ni wa kifedha zaidi, kwa hiyo nilishia hapo. Sasa na kuongezea shule, ile akaunti inajazwa na vitu vitatu kwa mujibu wa Biblia. Namba moja, tambua una akaunti mbinguni, na akaunti yako ndio inayokuhudumia. Akaunti yako ndio inayokuhudumia. Nenda benki yoyote, huwezi kuhudumiwa kwa sababu eti ni benki huwa wanahela. Wanakuhudumia kwa sababu una akaunti hapo, na hawatakuhudumia kwa sababu tu una akaunti. Watakuhudumia kulingana na kiwango cha hazina ulichonacho kwenye akaunti yako. Piga makofi. Acha mafundisho ovyo ovyo, unafundishwa na yemsho ovyo ovyo. Ukijua hivyo agree, utaacha wokovu wa ushabiki. Kijana, sema napaswa kuijaza akaunti yangu, naomba ukae. Bwana asifiwe. Sasa pastor, akaunti yangu huwa nawekaje vitu? Nawekaje vitu? Sababu NMB wanajua nikienda nawapa, najaza, naweka, baki na kopi yangu. Akaunti ya mbinguni unawekaje vitu? Ndio nilikuwa nakufundisha hapo, ya kwamba vitu huwa vinapokelewa mara mbili, vinapokelewa hapa na huko. Ukitoa sadaka Jumapili, wewe unaona umeleta kwenye madhabahu ya Bwana, mafungu ya 10 umekuja kuleta kwenye madhabahu ya Bwana, vinapokelewa hapa na huko. Amina. Nilitaka muone hapa Ebrania 7:1. Nilianzia mstari wa kwanza ili ujue kwamba kichokuwa kinaongelewa ni masuala ya ukuhani, sawa sawa. Lakini kwa sababu nyinyi ni wanafunzi wazuri wa Kristo na kuna baadhi ya maandiko hamjajua, tutasoma maandiko yote. Ningekuwa mmeenda mbali zaidi ningesoma andiko moja tu, lakini sije nikawachanganya, si ndio mzee Bishanga? Ili siku nyingine mzee Bishanga hata mimi sipo, unafundisha tu wewe haya mambo. Yes, na unafundisha kwa ujasiri. Okay. Kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salem, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga wafalme, akambariki. Nani alimbariki mwenzie? Ni Salem alimbariki Ibrahimu, sio Ibrahimu alimbariki Salem. Na utajua ni kwa nini, kwa sababu ya hapa Ebrania 7:7 ya kwamba haikanushiki kabisa mdogo atabarikiwa na mkubwa, sio mdogo anambariki mkubwa. Ibrahimu na ubabe wake wote alipokanyaga kwa Melkizedeki, ilibidi abarikiwe kwa sababu Melkizedeki ni mkubwa kuliko Ibrahimu. Wangapi amenelewa paka hapo? Okay. Sasa tumwangalie huyu Melkizedeki alivyo ajabu. Biblia inasema Melkizedeki hajulikani baba yake, hana baba, hana mama. Sawa sawa? Sawa sawa? Okay. Mstari wa 2, ambaye Ibrahimu
alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Sehemu ya 10 ni fungu la 10, tunaelewa. Kwa hiyo huyu Melkizedeki, Ibrahimu alitoa kwake fungu la 10. Kwa nini? Mwanzoni tumeambiwa ni kuhani wa Mungu aliye hai. Sawa sawa? Sawa sawa? Kwa hiyo fungu la 10 lilitolewa kabla ya sheria. Mtu akwambia usitoe fungu la 10 miaka hii ni fungu la 10 ilikuwa ni kipindi cha sheria. Sasa zile nilikwambia mzibe kibao, lakini narekebisha. Mzibe hata kibao cha roho kinatosha. Kwa sababu kipindi cha Ibrahimu hakuwa chini ya sheria. Torati ilikuwa bado. Amina. Akatoa fungu la 10. Lakini akatoa chini ya mfumo gani? Mfumo wa Melkizedeki. Sema mfumo wa Melkizedeki. Chini ya ukuhani gani? Sema ukuhani wa mfumo wa Melkizedeki. Toa sauti na maana yake. Sema ukuhani wa mfumo wa Melkizedeki. Ibrahimu alitoa pasipo sheria. Fungu la 10 likaja likaingia kwenye sheria. Lilipoingia chini ya sheria, chini ya ukuhani gani? Ukuhani wa Haruni, ambao ni ukuhani wa sheria. Ukuhani wa Melkizedeki sio ukuhani wa sheria. Ukuhani wa Haruni ni ukuhani wa sheria. Sawa sawa? Kwa fungu la kuhani la 10 chini ya kuhani wa Haruni ikawa ni chini ya sheria. Sawa sawa? Okay. Tuendelee. Akampa fungu la 10. Tafsiri ya jina lake. Ona tafsiri ya Melkizedeki. Tafsiri ya jina lake namba 1 ni mfalme wa haki. Mwambie mwanzo unaanza kufikiria kwa mapana kwamba tafsiri ilo Melkizedeki maana yake ni mfalme wa haki. Tena ni mfalme wa Salem. Malizia hiyo Salem, maana yake ni mfalme wa amani. Who is that? Mwanza kuwa wanafunzi wazuri. Biblia inasema maana Melkizedeki ni mfalme wa haki. After tena ni mfalme wa Salemu. Na hiyo Salemu ina maana, kwa mfalme wa Salemu ina maana ni mfalme wa amani. Unaanza kupata shida na huyu Melkizedeki huyu. Alikuwa ni nani huyu? Biblia inasema baba yake hajulikani, mama yake hajulikani. Ila Ibrahimu ghafla akagongana naye. Na amegongana naye ameshika nini? Ameshika meza ya Bwana. Mkono kume amebeba divai na mkono mwingine ameshika mkate. Anatokezea Ibrahimu, anatoka kwenye vita, ameteka mawindo, mbele yake anakutana naye. Ibrahimu anampa fungu la 10, anakubali kupokea, alafu anampa divai na mkate. Alafu Biblia inasema akambariki. Alafu inachambua sasa huyu Melkizedeki maana yake ni mfalme wa haki. Maana yake ni mfalme wa amani. Kwa hiyo Mtume Paulo ameitoa kule, ameileta na ielezea katika Agano Jipya. Sawa sawa? Are you blessed? Na sasa unaanza kugundua huyu sio kuhani wa kawaida. Kwa sababu tunajua duniani ufalme wa amani ni mmoja tu. Mwanaume mmoja ambaye anaitwa nani? Yesu Kristo. Mfalme wa haki ni mmoja tu. Mwanaume mmoja ambaye anaitwa nani? Yesu Kristo. Kumbe Jesus alijificha kwa nyuma, kwa sababu hakikuwa kipindi cha mwana, kilikuwa kipindi cha baba. Tuna vipindi vitatu. Kuna kipindi cha baba, kipindi cha mwana, sasa hivi tuko kipindi cha Roho Mtakatifu. We are in the era of the Holy Spirit. Tuendelee. Mstari wa 3. Lengo nataka nifike 7-8, sawa? Lengo nataka nifike mstari wa 8. Ila niliona nikianzia mstari wa 8 hutaelewa. Ili ujue kwamba kichokuwa kinaongelewa hapa ni swala la ukuhani. Amen. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai. Wangapi anaendelea kumwelewa Melkizedeki aliyokutana naye? Wangapi sasa anaweza kujua kwamba Ibrahimu alikutana na nani kwenye kitabu cha Mwanzo? Alikutana na nani? Alikutana na nani? Lakini Yesu hakujifunua, sababu kwa sio kipindi cha mwana,
kujifunua. Mwana alijifunua kwenye kitabu cha Yohana 1:14, naye akavaa mwili akajidhihirisha kwetu kama mwana pekee atokaye kwa Baba. Rila Moshe. Amen. Naangalia nini? Naongelea ile akaunti na kutafutia namna akaunti inavyowekwa, unavyoweka vitu kwenye akaunti yako. Bali amefananishwa na mwana wa nani? Someni basi 1, 2, 3. Bali amefananishwa na mwana wa huyo adumu kuhani wa milele. Tuendelee sasa mstari wa 4. Basi angalieni jinsi mtu huyo alivyokuwa mkuu, ambaye Ibrahimu baba yetu mkuu alimpa sehemu ya 10 ya nyara yake. Maana yake alitoa fungu la 10 hapa. Nenda mstari wa 5. Na katika wana wa Lawi nao wale waupatao ukuhani. Sasa huu ni ukuhani namba 2 unaongelewa, unaotokana na uzao wa Lawi, kina Haruni hawa, si ndio? Waupatao ukuhani wana amri ya kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao, yaani ndugu zao, kwa agizo, malizia, la sheria. Mwanangu, unapata akili? Kwa agizo gani? La sheria. Huu ni ukuhani gani? Wa Haruni, ukuhani wa Lawi. Sawa sawa. Wangapi wameona mpaka hapo? Kumbe mtiririko unaoongelewa ni ukuhani. Okay. Wa sheria, ijapokuwa wametoka katika viuno vya nani? Va Ibrahimu. Namba 6. Bali yeye ambaye uzazi wake haukuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao. Who is that? Melkizedeki. Alitoa sehemu ya 10 kwa Ibrahimu, akambariki yeye aliye na ile ahadi. Namba 7. Wale ikanushiki kabisa kwamba mdogo ubarikiwa na mkubwa. Sina shughuli na hapo leo. Sasa nenda namba 8, nikuonyeshe chochote unachotoa kinapokelewa mara 2. Kinapokelewa na makuhani hawa, kinapokelewa na makuhani hawa, kinapokelewa na madhabahu hizi. Okay. Sasa now is good now. Turning point ilifundisha tu 7-8. Nafikiri now you are getting good picture. Okay. Soma 1, 2, 3. Kwa sauti kanisa, 1, 2, 3. Na hapa sasa nenda polepole. Sema hapa. Sema hapa. Afu kichwani pigia mstari hapa. Umeshapigia eh? Okay, tusome. Na hapa wanadamu wapatikanao na kufwa hutwaa sehemu ya 10. Shikilia. Hawa wanadamu wanaongelea kina nani? Makuhani. Anasema makuhani ni wanadamu wapatikanao na kifo. Kama siku moja Pastor Good lakini hata kwepo. Lakini anasema wana amri ya kutoa sehemu ya 10. Ndio maana mnasikiaga wanasema ni muda wa mafungu ya 10. Mnaleta mbele. Nikipokea hapa, usaule neno hapa. Wakati huo wa hapa, hebu endelea mbele. Bali huko. Sema bali huko. Yeye ashuhudiwaye kwamba yu hai. Sasa Kiswahili kimetunyima ladha. Hapa inaonyesha kuna hapa na huko. Sema kuna hapa na huko. Kumbuka shule kwa ni ya makuhani na shule kwa ni ya utoaji. Asema na hapa wanadamu wapatikana na kifo ambao ni makuhani wanapokea mafungu ya 10. Asema na huko, maana yake kuna vitu viwili. Kila unapotoa huo unatoa hapa na huko. Ambie jirani, kila unapotoa unatoa hapa na huko. Yaani wakati huo sadaka yako inapokelewa marais. Inapokelewa wapi? Hapa na huko. Sasa hapa anapokea nani? Kuhani apatikanaye na kifo. Sababu wachungaji tulioko hapa hatutaishi kwenye huu mwili milele. Lakini anasema huko anapokea nani? Yeye ashuhudiwaye kuwa hai. Who is that? Kuhani mkuu Yesu Kristo.
Niweke hilo andiko kwa Kiingereza watu waelewe vizuri. Nafundisha maombi. Harakisha kidogo Kiingereza. Okay, Kiingereza utaelewa vizuri sababu Kiswahili kuna vitu kwa imepoteza. Acha nisome. And here men that die receive tithe, but there he receiveth them. Unaona, napokelewa mara mbili. Acha nirudie. And here men that die receive tithe. Kina Pastor Good akiwa anapokea. But there receiveth them. Asema lakini huzipokea, for whom it is witness that he liveth. Nitafutie Living Bible or whatever. Hebu nibadilishie. Lipe Biblia nyingine. Bible nyingine. In English Standard. In the one, huyu ameita lugha nyingine. Asema in the one case tithe are received by mortal men, but in the other case by one of whom it is testified that he lives. Hiyo inakuonyesha nini? Vitu vinapokelewa mara. Unawekaje pastor? Ninawekaje vitu kwenye akaunti yangu? Nimekwambia namba moja, sadaka unazotoa. Kumbuka nilikotokea. Kila mtu aliokoka ana akaunti yake. Nishafundisha sana kwenye shule ya hazina. Pastor, naingizaje vitu kwenye akaunti yangu? Ilo andiko ya kwamba kumbe sadaka unazotoa zinapokelewa mara mbili. Zinapokelewa na makuhani na zinapokelewa na kuhani kule juu. Here and there. Mwambie mwenzio sadaka zinapokelewa here and there. Sasa ukitoa noti tunaipokea sisi, tunaenda kuweka kwenye akaunti ya kanisa. Kile kichoko nyuma ya noti anapokea Yesu, anaenda kuweka kwenye akaunti yako. Cha pili ni maombi unaomba. Na ndio litokea hapo. Maombi unayoomba, nisikilizeni watumishi wa Mungu, maombi unayoomba yanaenda kwenye akaunti yako. Ndio maana malaika anakuja kwa Kornelio. Unafikiri walipata wapi data? Walipata kwenye akaunti. Wakamwambia sadaka unazotoa. Sasa ungeenda mbinguni my daughter, usingekuta 10,000 za Kornelio. 10,000 yakuwa ameachia maskini huko. Lakini hakuwa hajui kwamba kila anapotoa kwa msukumo wa kimungu huwa inapokelewa mara mbili, here and there. Si ndio Biblia inasema here and there? Imesema hapa na huko. Halo. Wangapi mnanielewa? Wangapi mnanifuata? Na maombi unayoomba, nataka nikutie moyo. Endelea kuomba. Kila unapoomba, maombi yako hayapotei. Maombi yako yanaenda kujazwa kwenye akaunti yako. Wala hayaendi kwenye akaunti ya Good Luck. Yanaenda kwenye akaunti yako. Yanaenda kwenye akaunti yako. Malaika akamwambia Kornelio, sadaka zako na maombi yako yamekuwa ukumbusho mbele za Bwana. Inasikia na Kornelio kwa ajui kwamba yeye anajua kwamba akiomba basi limeisha. Akiomba hizi siku 5 zimeisha.
Kuna mtu uko hapo anasema, mchungaji, nimeomba sana. Sikiliza nikwambie, kila maombi yako unayoomba yana pile up kwenye akaunti yako, na ndio yatakayotumika kwa ajili ya breakthrough yako. Nimesema hivyo kwa sababu kuna wengine hasa makini, zilitangazwa siku 3 za kupaa juu, sikupaa. Siku 3 za siku nani? Uliomba. Kama uliomba hujapata hasara. Nasema kama uliomba hujapata hasara, kwa sababu every time spent in prayer is an invested time. Kila muda uliowekezwa kwenye maombi sio muda uliopotea, ni muda uliowekezwa. Maombi sio upotezaji wa muda, maombi ni uwekezaji, is an investment. Kwenye ulimwengu wa roho, muda wako unautoa kwenye maombi, is not wasting time. Naongea na watu hapa. Kwenye ulimwengu wa roho, nisikizeni watumishi wa Mungu, muda wako uliowekeza kwenye maombi sio muda uliopotea, bali umewekeza. Kwa hiyo ulimwengu wa roho una uwekezaji wake, una investment zake. Na ngojeni nawaambieni kweli katika Kristo, investment ya ulimwengu wa roho inalipa kuliko chochote unaweza kufikiri. Ni kweli unaweza usione kesho. Ni kweli unaweza ukashangaa, umepiga siku 21, akili yako inakutuma siku ya 22 ndio tunafungua tu saa 22. Afu usione. Adui anakuambia, ona sasa, siku 21 hakuna lolote, umeomba hakuna kilichotokea. Ni muongo. Nasema ni muongo. Wangapi amenielewa? Ni muongo. Mama Ale, adui ni muongo. Hizo siku zako 21, amina, zinaenda kuwa mchango wa breakthrough yako, wa mpenyo wako katika safari yako ya maisha, wa mpenyo wa watoto wako katika safari yao ya maisha, wa mpenyo wa ndoa na familia yako katika safari yako ya maisha. Maombi ya watakatifu hayapotei, hayapotei, hayapotei. Uya maashela namo hayapotei. Maombi ya Pastor Goodluck hayapotei. Endelea kuomba. Kadri unavyoomba, wewe unaweza kaomba kipindi hicho kaona niliomba hata nilikuwa na mfungo wangu binafsi, hakuna kitu chochote. Hapana, yameenda kwenye akaunti yako. Nasema yameenda kwenye akaunti yako. Nasema yameenda kwenye akaunti yako. Nasema yameenda kwenye akaunti yako. Kwa hiyo tumeona biblical njia ya pili ya kujaza akaunti yako. Kwanza ni giving, tuachane nayo, hatuko huko leo, lakini angalau umepata akili. Lakini kwa sababu tuko kwenye shule ya maombi leo, njia ya pili ni nini? Prayer. 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 The more you pray, kwenye akaunti yako kuna kitu kinaenda. Amen. 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 Kuna vitu utaanza kuja kuviona, inawezekana baadaye sana great. Wewe unaweza ukafikiria kwamba sijui umefanya nini. Kumbe ni mrundikano wa maombi. Mengine ni yale uko unaomba ukiwa una kitu, unalia machozi. Sawa? Ni mrundikano ya yale maombi. Sasa majibu yake yameanza kuachiliwa kwenye maisha yako. Ndio maana Biblia inasema panda mbegu zako asubuhi, usizuie mkono wako jioni, panda mbegu zako. Bwana anasema ujui ni ipi itakayo. Kwa hiyo kija shule ya maombi, sema school of prayer. In the school of prayer, you plant your seeds morning, you plant your seed evening. Unajaza akaunti yako, unajaza akaunti yako. Rika poshe, yeka laka, tarana mo, yeka lika posika. Namwombea huyu mtoto. Unamwombea kesho anakuwa mbaya kuliko jana. Sasa zingine unasukuma maombi hali inakuwa ngumu kuliko kabla hujaomba.
Ni kama adui anataka kuambia, sasa umeomba ndio umefanya nini? Mbona umeomba kuna kichotokea? Ni kama anataka akurudishe nyuma kwenye shule ya maombi, kwa sababu shetani anajua akikuacha ukaendelea kuomba, mlipuko kule mbele utakaotokea wa ushindi hataweza kuzuia tena, kwa anakuingizia vimaneno. Ngoja kwambie, endelea kumwombea huyo mtoto. Wapendwa, endelea kumwombea huyo mtoto. Nasema endelea kumwombea huyo mtoto. Nasema endelea kumwombea huyo mtoto. Machozi yako kwenye maombi hayapotei. Maombi yako hayapotei juu ya huyo mtoto. Maombi yako hayapotei juu ya hiyo ndoa. Maombi yako hayapotei juu ya uchumi wako. Maombi yako hayapotei juu ya hiyo kazi ya Mungu unayoombea. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Maombi yako yanaenda kwenye akaunti yako. Akaunti inaendelea kujaa. Akaunti inaendelea kujaa. Akaunti inaendelea kujaa. Kwani hujasikia kitabu cha Ibrania 4:16? Kisogeleeni kiti cha rehema. 4:6 Ibrania 16. Ni nani ndani yake kuna waka kwamba sir, I will pray, kwamba nitaomba. Na kuna vipindi chumi unaweza ukaomba na ukawa unakutana na hali ya kukata tamaa, ya kukatishwa tamaa, hali ya nje inakukatisha tamaa, na wengi utaishia nimeomba sana. Tushakutana hivyo vipindi tu. In this ministry, in our life. Yeah. Lakini hakuna tone hata moja la ombi tuloomba lilopotea. Bali na tukikaribia kiti cha neema. Si unajua hiyo ni shule ya maombi. Hiyo kukaribia kiti cha neema manake ni mwaliko wa kuomba. Ni Mungu anakuita kwenye prayer. Anasema njoo kwenye maombi. Amina. Anasema ili upate nini? Toa sauti. Ili upate nini? Neema. Upate nini? Rehema. Na nini? Na kupata neema ya kutusaidia. Toa sauti. Ya kutusaidia. Kuna kitu mmeruka mja kiona vizuri. Pigia kwenye kichwa chako ile neno wakati. Season. Kuna kitu mja kiona. Anasema hivi, basi na tukikaribia kiti cha neema. Maana yake ukaribia kiti cha neema, njoo uombe. Si ndio? Njoo uombe. Usiache kuomba. Anasema lengo la kuomba ni hili nini? Ni ili upate rehema na neema. When? Sio saa hiyo. Sio saa hiyo. Sio saa hiyo. Sio saa hiyo. Soma maandiko. Naona washindi wanainuka hapa. Naona mabingwa wanainuka hapa. Soma maandiko. Anasema hiyo rehema na neema utakayopata ni ya kukusaidia. Lini? Wakati. Sema wakati. Sema wakati. Sema wakati wa mahitaji. Na ngoja nikwambie, Mungu anaujua wakati wako zaidi wa mahitaji kuliko unavyojua. This is big. This is big. Kwa sababu ni rahisi sana. Mungu, wakati ninao ndo Mungu anajua, I know. Nilikuumba mwenyewe, ninajua hatima yako, ninajua tunavyoenda, sawa sawa. Hii neema na hii rehema uliyopokea kwenye maombi ya siku 5, ninajua wakati wake. Ndio maana unashangaa kuna kipindi unaenda kwenye maisha, huko nyuma, wapendwa, sikilize, this man you see here, I've struggled in prayer. I've struggled in prayer. Ndio maana utanipotosha vyote. Utanipotosha kwenye uombaji. Uniambia maombi hafanyi kazi? Naambia wewe nenda. Utanipotosha vyote kwenye kuomba no. Kwenye kutoa no. Najua. I've struggled in prayer. Mnaomba. Hali inakuwa ngumu kuliko jana.
Kumbe Mungu anasema anataka muendelee kuomba, endelea kujaza account, endelea kujaza account. Acha kwenye account kuendelee kujaa rehema na neema za kukusaidia wakati wa mahitaji. Endelea, tunaomba. Kuna watu sasa hivi natamani ninachokisikia moyoni ningekichemsha nikawadunga sindano mkaelewa haraka. Kuna watu mnapitia hali sio nzuri, haujui kwamba hicho kipindi wekeza kwenye maombi. Tuko tupitia hiyo hali, huna hata nauli ya kwenda mahali, lakini tukosi maombi. Tunaomba hadi tunatukanwa, sababu unajua ukiwa unaomba alafu matokeo yaonekane. Leo hiwa nikisimama nasema, Mungu wangu ulitujalia kuomba. Kuna neema leo hii tunaziona, na sio leo hii tu, tumeanza kuziona miaka kadhaa huko nyuma. Unagundua kumbe kile kipindi tulikuwa tunaomba halikuwa tupotezi muda. Pamoja ni kweli mioyo ilikuwa inatushuka, saa zingine ni kweli kwa tuna hali ya kukata tamaa, tunaona mbona mambo hayatokei, mbona mambo hayaendi. Kumbe hakuna ombi hata moja Bwana amelisahau, hakuna ombi hata moja limepotea. Ni kwamba Mungu anajua anavyoenda na sisi, ya kwamba kila ombi uliomba good luck utaliona matokeo yake. Lini? Wakati. Mwambie mwenzio wakati. Mwambie mwenzio, nyinyi si ni wakubwa sasa kwenye mambo ya Mungu, unaruhusiwa kuwafundisha shule kubwa. Unajua kuna maombi, kuna shule za mtoto mchanga. Biblia inasema ukiwa na mtoto mchanga mnyweshe maziwa, usimpe mifupa. Mimi nawapa mifupa sasa hivi sababu nyewe mmekomaa. Shule ya wakati huwezi kumpa mtoto mchanga. Mtoto mchanga unamwambia ombeni nanyi mtapewa, mnaishia hapo. Hata nyinyi mlifundishwa ombeni nanyi mtapewa. Sasa hivi si umekuwa wewe? Si unajua madarasa ya chini 3, 2 kutoa 3, jibu ni nini? Haiwezekani mwalimu, wanapewa na zawadi. Madarasa ya juu ukiambiwa 2 kutoa 3 kileta haiwezekani mwalimu, unaambiwa we. Haya ni madarasa makubwa, unapata -1. Sema wakati. Sasa nisikilize. Kwa waombaji waliopiga hatua, hawaombi ili wapate leo, wanaomba kuweka akiba. Hajanielewa nichosema? Kwa waombaji wakubwa sasa, nina waombaji wakubwa hapa, wameondoka level vini, wameondoka level. Ameomba leo, kesho hajaona akakata tamaa. Anajua sio kwamba maombi yangu ya jana yamepotea, yameenda kwenye akaunti yangu, yanasubiria wakati. I'm teaching good here. Nafundisha wakomavu. Mama Sheshe, unanielewa? Sasa ukishakuwa ni muombaji wa staili hiyo, hutakatishwa tamaa na mazingira, hutakatishwa tamaa na kinachotokea baada ya kuomba, kwa sababu unajua kwamba kila ombi naloomba halipotei. Kuna neema na rehema nimeipata, ila hiyo neema na rehema vitanisaidia wakati wa mahitaji, na sio wewe kuamua ni wakati gani wa mahitaji. Ni yeye ndio kuamua ni wakati gani wa mahitaji. Kwa hiyo pastor, ukiwa ni mtu mwenye akili, utahakikisha kwenye siku zako zote hakuna gap la kimaombi, ili kusiwe na gap la neema. Kwa sababu ukiomba wiki hii tu alafu ukaacha mpaka mwezi wa 10, inawezekana hii neema ikaenda kukubeba mwezi wa 8 hii uliombea leo, lakini mwezi wa 9 ikafika, ikaangaliwa kwenye account mpaka hakuna kitu, kwa sababu haukuwa na mfululizo wa kuomba ili account yako iendelee kujaa neema, iendelee kujaa na rehema. Sawa sawa, ili neema hizi zikitumika leo na neema zitumike leo, zitumike kesho. Inawezekana Mama Gray leo hii umekula neema
za maombi yako ya mwaka juzi mwezi wa 3. Nimetoa mfano. Amina. Sasa mwaka juzi anzia mwezi wa 3 kwa sababu uko na matokeo ukaacha kuomba. Kesho na kesho kutwa unakuta hakuna neema ya kukubeba. Au mwezi ujao hakuna kwa sababu wakiangalia kwenye akaunti pakavu. Ndio muhimu wa kuomba bila kukoma. Yesu akasema ombeni bila kukoma. Maana yake kila mara jaza akaunti yako, jaza akaunti yako, jaza akaunti yako bila kujali nini kinaendelea. Endelea kuomba, endelea kuombea familia yako, endelea kuombea ndoa yako, endelea kuombea watoto wako. Kuna kitu kinaongezeka kwenye akaunti ya watoto wako, kuna kitu kinaendelea, mpaka inafika kipindi kila itwapo leo iko neema na iko rehema ya kukusaidia kutokea kwenye akaunti. Kwa hizi siku 5 tena leo, hizi siku 5 tena wiki hii, we are not here to waste time. We are not here to waste time. Umeelewa mwanangu? We are not here to waste time. We are here to invest. Tuko hapa kuwekeza. Tuko hapa kuwekeza. Na Yesu ametuahidi kila uwekezaji wa kiroho tunaofanya will get return. Na hiyo return sio mbinguni, ni hapa kwanza mara 100 mwisho. Kwa hiyo Gray, endelea kuomba kijana wangu. Omba. Mtu fulani hapa, endelea kuomba. Unalalia uji, endelea kuomba. Endelea kuomba. Ndio njia hizi zilizowainua wazee wetu. Amen. Na ndio njia hizi zilizotufikisha tuna Pastor Goodluck this far. Tunaomba. Omba milima. Omba jiwe. Kila Ijumaa mkesha. Silipoanza kufumuka neema, tukaona Mungu anatu elevate. Na atapoanza kukuelevate, usikate kuomba, sababu kuna level tena kule mbele inahitaji maombi ya kipindi hiki. Hicho ambacho unaona unapata raha, wekeza maombi, sababu kule mbele tena kuna kipande cha maisha kitataka maombi ya mwaka huu. Rina moshela ndamaya. Kuna watu wamenielewa? Amen. Ninaelewa kabisa. Kuna maombi Mungu anajibu instantly, hapo kwa hapo. Hiyo ipo kabisa. Wala usije kasema, kwa hiyo ndo pastor ameniambia hii siku 5 zangu kumbe hapa nakuja kujibiwa mwakani. Yako Mungu anafanya instantly. Ila mimi nimekufundisha tu shule ya kikubwa. Shule ya kikubwa inakufanya uombe kila siku, kwa sababu unajua faida ya kuomba kila siku ni kwamba kuna kitu kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho ambacho kitakusaidia. Mzee Mwakasege anapenda kutumia lugha hii, weka akiba ya maombi. Anapenda kutumia lugha hiyo kwamba kipindi una nguvu, weka akiba ya maombi. Asema kuna siku zitafika, au unaweza kutana umeingia kwenye situation ambayo hata kuomba umeshindwa. Akiba ya maombi inakupigania. Sema amina. Sema amina. Kuna mahala watoto wako watapita. Amina. Wala ujui, wala muda wa kuomba labda huna kipindi hicho. Akiba ya maombi ambao wazazi wao wameweka kwa ajili yao itawapigania. Are you following? Kuna mahala maisha yako yatapita, biashara yako yatapita. Akiba ya maombi uliyokuwa umeweka itakusaidia. Usisahau Mungu hukumbuka maombi ya watu. Ndio maana anamwambia Kornelio, sadaka zako na maombi yako yamekuwa ukumbusho. Yangekuwaje ukumbusho kama Mungu hayarekodi? Maombi yako ya wiki yote Mungu atayarekodi. Nasema maombi yako yote wiki hii Mungu atayarekodi. Chochote utachoomba wiki hii Mungu atakirekodi, na hakika yake utakifaidi. Wengine utayafaidi haraka sana, mengine muda wakati. Agree, sijui kwa nini leo na wewe kijana wangu, dogo wangu. Kasa. Mengine ni muda mrefu. Kwa sababu gani? Unajua Mwagama iko hivi, kaa tu, asante. Iko hivi,
Kila mbegu ina muda wake wa kugerminate. Kila mbegu ina muda wake wa kufanya nini? Germinate. Kuota na kutoa matunda. Alafu zile zinazotoa haraka huwezi kuzila faida yake kwa muda mrefu. Mchicha wiki huu, ila ukiuchuma mmemalizana. Tena hii ya kizungu hii ndio mmemalizana. Mbuyu you have to take time. Mbuyu mpaka uje ukupe matunda, ila ukianza matunda ni matunda. Sasa unajua hapa nasikia raha kwa sababu natengeneza majenero hapa. Natengeneza majenero wa maombi. Sikiliza, unahitaji vyote. Unahitaji mchicha, si ndio? Na mbuyu. Ila ukae, nimekwambia, ukiamua kuwa mwana maombi wa kimchicha, wa mbegu za mchicha, matunda yake huwezi kuyala kwa muda mrefu. Ukiachuma tu mara moja mara mbili, mmeshamalizana. Ila kama ni maombi ya mbegu za miembe au mbuyu, unajua ikianza kuzaa matunda ni matunda tu. Mwambie mwenzio unapenda ipi. Amesemaje? Anapenda zote, za kutibu njaa ya sasa na ya baadaye. Sawa sawa, Lakini angalau nimekuingizia jambo lingine kwamba kumbe nisipande mchicha tu. Ndio hicho sababu ya mchicha sitaki kukuhubiria, sababu hata hapa mmekuja wote, hapa mmekuja wengi wenu, siseme wote, wengi wenu mmekuja na mchicha. Mwenye nyumba yule kodi mchicha, kwa mkishapeana kodi mmemalizana na bwana. Mimi sitaki hivyo. Mimi nataka maombi nitakayoomba kama nitapata sasa hivi, lakini kuwe kuna maombi ambayo nitakula faida ya hayo maombi kwa muda mrefu. Amina. Faida ya hayo maombi kwa muda mrefu. Sio kila kitu nitakiwa ule leo. Sio kila kitu watoto wako wanatakiwa apate leo. Kuna vingine Mungu anajua hii ni neema ya kumsaidia akiwa chuo kikuu, lakini umeomba leo, unajua na mtoto yuko shule ya msingi. Simama kwa Biblia. Kwa hiyo tukisema kuomba, tukaombe kweli kweli. Tuombe kama uwekezaji. Pray like investor. Omba kama mweke. Wapendwa, omba kama mweke. Na hali ukijua kweli maombi ni uwekezaji. Mzabishanga, maombi ni uwekezaji. Mama yangu, omba kama mwekezaji. Wangapi wataomba kama wawekezaji? Wow. We are doing good. We are doing good. Kwenye uwekezaji wengine faida zitatoka kesho, wengine itatoka kuna faida zingine ya maombi taomba atatoka kesho, lakini kuna aina uwekezaji Mungu anambia uwekezaji mpaka mwezi upite. Wengine hii ni miezi 6. Hii ni mwaka. Inawezekana hapa na faidi maombi hapa ambao nimeomba miaka 10 nyuma milimani. Sasa sendi mlimani, lakini ana Yemo shela na mondera. What a praise. Leo nilitaka niweke imani yako vizuri. Leo nilitaka niweke imani yako vizuri. Leo nilitaka nishughulike na wewe imani yako. Kwenye shule ya maombi, acha maombi ya zimamoto mpendwa. Hiyo sio level yako tena. Acha maombi ya kwamba ukifinywa umefinywa ndo unakimbia kuomba. Ukiwa una raha hauombi. Ukiwa kila kitu kinaenda vizuri huombi.
Tukikuona kwenye maombi ni kwa sababu una tatizo. Hayo ni maombi ya fire. Mwambie mwenzako ni maombi ya fire. Si unajua fire? Utakuta barabarani kwa bize, no nini, nipisheni. Kuna tukio. Wewe sio fire. Biblia inasema pray always. Ombeni siku zote. Ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Pokea hiyo roho kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho ya kuomba bila kukoma. Nimekula, naomba. Nimekosa chakula, naomba. Nina tatizo, naomba. Sina matatizo, naomba. Nimelipa ada za watoto, naomba. Sijalipa ada za watoto, naomba. Pray always. Usiwe ni mtu mpaka tatizo liibuke ndio unakimbilia kuomba. Na wengi wenu tatizo likikuibukia likakukamata vizuri, hutaweza kuomba. Unashangaa badala kuomba unaenda unalalamika. Yaani Mungu, kwa nini huwezi kuomba? Tatizo limekuja, huwezi kuomba. Kumbe ni maombi ambayo ulipaswa kuomba hata kabla ya tatizo kuja, ndio yangekusaidia kipindi hiki. Are you following? Maisha yako yanatengenezwa na maombi. Hatima yako inatengenezwa na maombi. Na kama nilivyotangaza ni siku 5 za mpenyo, ni kweli. Hata ukimaliza, nisikilize, hata ukimaliza maombi haya ukaona hujaona mpenyo, shetani asikudanganye hujapenya. Mwambie shetani, nimepenya. Yalikuwa ni maombi ya mpenyo, nimepenya. Itajidhihirisha tu, itajionyesha tu, kwa sababu Mungu sio mtu aseme uongo, wala mwanadamu ajute. Kwa hiyo watoto wanaenda kupenya, biashara zinaenda kupenya, kila kona inaenda kupenya, na shuhuda zitakuja. Yes, wengine ataleta shuhuda za chapchapu, mwingine anaweza kuleta hata baada ya miezi 8. Kani ni mara ngapi umeshasikia naitisha matukio hapa? Unakuta baada ya muda mtu anasema kuna maombi ya mwezi wa 8 mwaka jana tulifanyaga hapa. Wangapi umeshawahi kusikia hivyo? Hayo maana yake nini? Wakati. Ile neno wakati. Sema ile neno wakati. Fall. Hebu mwabudu Bwana, mpende Bwana. Hebu penda uokovu. Na sujudu Bwana Melkizedeki tukufu. Yachie mbele za Bwana. Maombi ni uwekezaji. Maombi ni uwekezaji. Maombi ni uwekezaji. Hakuna ombi linalopotea. Mungu kumbuka maombi ya watu wake. Kila moja imba kwa sauti yako. Mwabudu Bwana. Shelanama. Bwana, acha moyo wako mpende Bwana. Falme na kuabudu
Bwana.